Habari za wakati huu mtazamaji, karibu kwenye mwendelezo wa matangazo yetu. Mpatanishi mkuu wa Irani mnamo Jumanne ametoa onyo la mwisho kwa Marekani kukubali masharti yaliyo katika pendekezo la Irani lenye vipengele 14 kwa ajili ya amani katika vita vya Mashariki ya Kati, la sivyo ikabiliwe na kushindwa. Ujumbe huo wa ukaidi ulikuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kukataa ofa ya hivi punde kutoka Irani na kusema kuwa usitishaji vita dhaifu uliopo tangu Aprili 18 ulikuwa on life support. Hata hivyo, Mohammed Bagher Ghalbaf alisema Washington ilibidi ikubali haki za Teherani ikiwa inataka kumaliza mzozo zaidi ya miezi miwili, huku mazungumzo ya amani yakiwa yanakwama baada ya duru ya kwanza kushindwa kuleta mafanikio mwezi uliopita. Hakuna mbadala mwingine isipokuwa kukubali haki za watu wa Irani kama zilivyoainishwa katika pendekezo la vipengele 14. Njia nyingine yoyote itakuwa haina tija kabisa. Hakutakuwa na chochote isipokuwa mfululizo wa kushindwa, alisema Ghalbaf katika chapisho kwenye mtandao wa X. Kadiri wanavyochelewa ndivyo walipa kodi wa Marekani watakavyozidi kugharamika. Irani imekataa kurudi nyuma katika vita vyake na Washington, huku maafisa wa kijeshi wakionya kuwa wamejiandaa kujibu shambulio lolote jipya kutoka kwa Marekani. Wakati huo Irani imeziba njia ya biashara katika mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo limeyumbisha masoko ya kimataifa na kuipa Irani nguvu za ushawishi. Kwa upande wake, Marekani imeweka mzingiro wa kijeshi wa majini, naval blockade, kwenye bandari za Irani. Maelezo ya pendekezo la hivi karibuni la Marekani bado ni machache, ingawa ripoti za vyombo vya habari zinahusisha hati ya maelewano ya ukurasa mmoja inayolenga kusitisha mapigano na kuweka mfumo wa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Wizara ya mambo ya nje ya Irani ilisema jibu lake lilitaka Marekani kusitisha vita katika nyanja zote ikiwemo Lebanoni, pia kusitisha mzingiro wa majini wa Marekani kwenye bandari za Irani, vile kuachilia meli za Irani zilizozuiliwa nje ya nchi chini ya vikwazo vya muda mrefu. Hata hivyo, haikufafanua Irani itatoa nini kama malipo. Mnamo Jumanne, msemaji wa kamati ya usalama wa taifa la bunge ya Irani amesema wabunge watafikiria uwezekano wa kurutubisha urani hadi kiwango cha silaha ikiwa mzozo utaanza tena. Moja ya chaguzi za Irani iwapo kutatokea shambulio lingine inaweza kuwa urutubishaji wa 90%. Tutalijadili hilo bungeni, aliandika Ibrahim Lazaei kwenye mtandao wa X. Teherani inamiliki akiba kubwa ya urani iliyorutubishwa kwa 60%, huku takribani 90% ikihitajika kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia. Akiba hiyo ya urani inasalia kuwa kikwazo kikubwa katika mazungumzo, kwani Marekani inasisitiza kuwa nyenzo hizo lazima ziondolewe nchini humo, jambo ambalo Irani imelikataa hadi sasa.